unaja, nioshe nisijafaa. Hebu tufumbe macho kwa kumheshimu Mungu, tukamshukuru Mungu wetu. Baba Mungu, tunakushukuru tena kwa ajili ya siku hii ya pekee ambayo Bwana tumekusanyika kwa ajili ya tukio hili lililotupata. Ni kweli linakuwa na hofu mbele za watu wako, lakini Baba umeliruhusu uliwepo. Hatuwezi kusema kitu chochote, bali tunakushukuru. Lakini zaidi ya yote, Bwana, tunakualika mahali hapa tunapoendelea na huduma hii ya ibada ya mtu ya mazishi. Asante kwamba Bwana ukawe pamoja nasi, ukawe na kila moja Bwana, maana tumekusanyika kwa ajili ya kuomboleza. Asante kwa ajili ya waombolezaji wote, wape faraja wote, na wahudumu wote, familia wote Bwana, wape faraja kwa ajili ya jambo hili. Hivyo tunakualika Mungu wetu, tunapoendelea na huduma hii, tunajiweka mikononi mwako. Utubariki, utufunike kwa damu yako, katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru, amen. Amen. Basi niombe waimbaji mtupe wimbo wa tenzi mwingine, lakini baada ya huo wimbo wa tenzi nitamkaribisha mwakilishi wa familia kwa ajili ya kutupa wasifu wa ndugu yetu Sara. Kama mko tayari naweza kuendelea. 102 kazi yangu ikiisha. Hey, kidogo.
yote aliandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ifuatayo ni historia fupi ya marehemu Sara Asumani Mshitu. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 1991 katika kijiji cha Makanya, kata ya Makanya, kitongoji cha Kwesasu, Makongoro. Elimu. Alipata elimu ya msingi mnamo mwaka 2001 na kumaliza 2007 katika shule ya msingi Tungi, Morogoro. Na baada ya kumaliza shule aliendelea na shughuli zake za ujasiriamali. Kuolewa. Marehemu aliolewa mwaka 2010 na kufanikiwa kupata watoto wawili, wote wa kike. Imani. Marehemu alikuwa anasali katika kanisa la Calvary Makanya na alikuwa na wazifu wa mwenyekiti wa vijana. Malazi. Marehemu alikuwa anasumbuliwa na kifua mwezi wa kwanza na kwenda katika kituo cha zahanati Makanya na kugunduliwa ana ugonjwa wa TB na kuanza matibabu tarehe 16 mwezi wa pili 2026. Alipewa rufaa kwenda Same hospitali ya wilaya, na alipofika tarehe 17 mwezi wa pili 2026 mnamo saa 7 mchana umauti ulimkuta. Shukrani. Tunatoa shukrani kwa madaktari wetu wa Makanya pamoja na madaktari wetu wa hospitali ya Same kwa jitihada walizozifanya kujaribu kuokoa maisha ya ndugu yetu mpendwa, lakini ilishindikana. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Huo ulikuwa ni wasifu wa ndugu yetu Sara kama tulivyosikia, lakini pia nimkaribishe sasa mchungaji mwenyeji wa kanisa la Calvary, ndugu Stefano Saidi, kwa ajili ya utambulisho. Baba, karibu. Bwana asifiwe. Niwape pole waombolezaji wote ambao tumejumuika katika jukumu hili. Nimepewa muda huu kwa ajili ya utambulisho na tatumia muda huu kutambulisha watumishi ambao niko nao hapa mbele, na tuna mchungaji hapa kutoka Same. Naomba karibu kwa ajili ya utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Poleni sana ndugu zetu waombolezaji, na niwatie moyo tu kwamba katika maisha haya ambayo tumepata neema ya kuishi, sisi ni wasafiri, na ni safari ya kila mmoja wetu. Kabla ya kiyama sote tunaweza tukapita njia hii, lakini sasa inategemea kwamba namna ambavyo unaishi hapa duniani. Maana ukisoma katika maandiko matakatifu katika ile Mathayo 11 mstari wa 28 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hapo tunaona kwamba kuna mtu anayeita na yule anayeitwa, na hatima ya uchaguo huo wa kuitwa na anayeita ni umauti, kule tunako kwenda. Inategemea wewe umeitikaje, kwa sababu machaguo ni mawili tu. Kuna kupumzika hapa duniani na kupumzika milele. Ndugu yetu Sara hapa amepumzika milele, lakini hatujui kule alikoenda kwamba yuko katika sehemu gani. Si ndio Si ndio Lakini unaweza na wewe ukawa uko mahali hapa siku ya leo usio na uhakika ya kule unako kwenda. Katika mkutano huu ambao tumekutana mahali hapa siku ya leo, ni sisi tukumbushane kwamba tu wasafiri na safari yetu ipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka niwatie moyo waombolezaji kwamba tuko nyakati za mwisho. Tuko nyakati za mwisho. Sote tu wapitaji. Ni wakati wa kufanya machaguo sahihi ya kule tunako kwenda. Amen.
Naitwa mchungaji Emmanuel Samson, ni mchungaji wa kanisa letu la Same Calvary Prayer Church. Nimeambatana na baadhi ya viongozi hapo walipo tu, wasalimie kwa kupunga. Asante. Mimi nambarikiwe sana watu wa Same. Mungu wabariki. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Basi poleni waombolezaji pamoja na familia. Mungu awatie nguvu. Kwa majina yangu mimi naitwa Tiliotosi, mchungaji wa kanisa la EAGT Makanya. Mungu awabariki sana. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Huo ulikuwa ni utambulisho mfupi kwa ajili ya wale ambao tuko nao kama viongozi wetu wa kiroho, na kama pia ambavyo tumesikia wasifu wa ndugu yetu Sara, lakini pia kama kanisa tunao wasifu kwa ajili ya ndugu yetu. Nami kwa niaba ya kanisa nataka niuwasilishe kwenu. Wasifu wa marehemu ndugu yetu Sara. Marehemu Sara alikuwa ni baraka sana kwa kanisa la Calvary tangu alipojiunga kuwa mshirika. Marehemu Sara enzi ya uhai wake amehudumu katika huduma mbalimbali na amekuwa ni kiongozi katika idara tofauti tofauti. Marehemu Sara amekuwa shemasi, amekuwa kiongozi wa vijana kama mwenyekiti, katibu msaidizi katika kikundi cha uinjilisti. Hizo ni baadhi ya nyadhifa ambazo amehudumu enzi za uhai wake. Marehemu Sara alikuwa ni mtumishi mahiri anayejituma kwa kazi ya Mungu kwa kujitoa, kutoa muda wake kwa kazi ya Mungu, pia na kutoa kila ambacho Mungu amembariki kwa kumtolea Mungu. Aidha, marehemu Sara amekuwa mtumishi wa kazi ya Mungu kwa maeneo yafuatayo. Amehudumu kwa eneo la vijana kama kiongozi wa kuigwa na vijana wenzake kwa kumtumikia Mungu kama kiongozi, mwalimu, mwelekezaji. Shemasi. Marehemu Sara amekuwa pia shemasi kwa muda mrefu kwa kuhudumu kama kuhani wa Mungu kwa nafasi hiyo ya ushemasi. Lakini pia marehemu Sara amehudumu na kumtumikia Mungu katika eneo la sifa na kuabudu enzi ya uhai wake. Marehemu Sara pia amekuwa mwinjilisti mzuri, mfano wa kuigwa katika kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu maeneo mbalimbali ndani na nje ya Makanya. Kanisa tumepata pigo kubwa, lakini neno hili lifanyike faraja katika mioyo yetu. Naomba kunukuu ni kitabu cha Ufunuo sura 14 mstari wa 13, nitasoma. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Tunaamini matendo ya Sara yatafuatana naye. Sara ameondoka kwa kumaliza mwendo wake. Sisi tuliobaki, utumishi wa Sara ukaishi ndani ya mioyo yetu kwa siku zote, ili iwe sababu na kiu ya kumtumikia Mungu kwa kila hali. Siku moja tutakapomaliza mwendo wetu, nasi tuwe alama iliyotukuka. Mwisho tunasema kazi ya Mungu ni njema, yeye ametoa na yeye amechukua. Jina lake lihimidiwe. Wasifu huu umeandaliwa na mchungaji wa kanisa la Calvary Makanya kwa kushirikiana na uongozi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo niombe basi waimbaji mtupe wimbo wa tenzi. Baada ya wimbo wa tenzi nitakaribisha mchungaji Emmanuel kwa ajili ya ombi, na baada ya ombi baba utasimama kwa ajili ya neno la faraja. Waimbaji kama mko tayari tunaweza tukaanza. Amen. Kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye
ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu Ndiye mwamba ni salama, kwako Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni ni salama, salama, ni salama. ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwako Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, Yesu wangu, ndiye mwamba ni salama. kwako Yesu nasogea, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ni salama. ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwako Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ni salama, ndiye ni salama, ni salama. ndiye mwamba ni salama. Kwako Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Tazama, ni wakati mwingine ambao tunaenda kusikia maneno yako mchana wa leo. Mtumie mtumishi wako akanene yale ambayo umeyakusudia kwa ajili ya kutano hili, kwa ajili ya rika zote ambazo ziko mahali hapa, ili Mungu tukapokee sawasawa na upendavyo wewe. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba, amen.